Amina, watumishi wa Mungu, tunaendelea kwa ajili ya kumaliza. Kuna vitu ambavyo nilikuwa naelezea. Watu wengi wamekuwa wananifuata, wananiuliza kwamba nitawezaje kujua hii madhabahu ni ya giza, hii madhabahu ni ya Mungu. Kama ulikuwa unasali kwenye ile madhabahu, nisikilize sasa kwa makini. Au ulikuwa unamsikiliza mtumishi fulani, stop kwanza kumsikiliza, ingia kwenye maombi ya toba. Ingia toba, muulize Mungu, tubu. Ukishamaliza kutubu, muulize Mungu kwamba madhabahu hii ni ya kwako au sio ya kwako. Maana Mungu ni mtakatifu, hawezi kujifunua mahali patakatifu. Kitakachotokea ukiuliza huku unaendelea kwenda kwenye ile madhabahu au unaendelea kumsikiliza huyo mtumishi, kitakachotokea, shetani atajigeuza kuwa malaika wa nuru, atakuletea majibu. Ili shetani asikuletee majibu, cha kwanza kabisa, stop kumsikiliza yule mtumishi au stop kwenda kwenye ile madhabahu. Ingia kwenye maombi, muulize Mungu, tubu kwamba ulienda au ulisikiliza. Ukishamaliza, muulize Mungu, hapa niko mahali sahihi? Hapa je, niko kwenye mahali ambako ni mapenzi yako? Huyu mtumishi ni mapenzi yako? Muulize Mungu, atakufunulia, atazungumza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana Mungu ni mtakatifu, hawezi kujifunua mahali pachafu. Kwa lazima utubu, utengeneze. Hata kama kwa mfano unanifuatilia mimi hapa, unataka kujua mimi ni Mungu amenituma. Kwa hiyo kama unataka kujua, acha kunisikiliza, ingia kwenye maombi ya toba. Ukimaliza, baada ya hapo, muulize Mungu, fulani ni mtumishi wako? Kama sio, atakwambia ondoka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Achana na yule mtumishi kama